Na mtazamaji wa Trend TV, bwana Juma Lokole ameamua aweke mambo bayana. Ametoboa siri na ameweka kila kitu clear. Kama ulikuwa hujui nini kimetokea mpaka ile defender ya Harmonize ikawa imeandikwa Kajala 3, basi Juma bwana amefunguka hayo yote katika moja kati ya interview ambazo umekutana nazo huko mtandaoni. Bwana, unaambiwa kwamba Juma anadai kwamba ile defender tokea Harmonize alivyoinunua alikuwa bado hajaisajili. Hiyo namba moja. Namba mbili ni kwamba Harmonize bwana yeye alianza hizi harakati za kurudiana na Kajala kwa muda mrefu sana, sio leo wala jana, ni kitambo kweli kweli. Alikuwa yuko katika hizo harakati, lakini hakuamua kwenda public front kama the way ambavyo ilivyotokea last time, kipindi ambacho alivyorudianaga kipindi kile alivyoachanaga na yule mzungu Brianna. Harmonize alitumia sana mitandao ya kijamii kwa ajili ya kumwomba msamaha Kajala, lakini this time around ni kwamba Harmonize ameacha, akaamua kwamba asifanye hivyo, afanye juhudi zake chini chini, na hicho ndo kitu ambacho kimetokea. Kwa hivyo basi, kwa mujibu wa Juma Lokole kama alivyozungumza katika video iliyopita kwamba Harmonize na Kajala wamerudiana tokea chungu cha 10 cha mwezi wa Ramadhani, na ni muda kiukweli ukiangalia kwamba huu ni mwezi wa 5, kwa hiyo it means kwamba wana zaidi ya mwezi hawa wako pamoja. Kwa hivyo basi, kutokana na hayo yote, kwa mujibu wa Juma Lokole amecrash kwanza kuhusiana na vitu ambavyo vimekuwa vikizungumzwa huko mtandaoni, watu wakidai kwamba Harmonize anatumika au anatumiwa na Kajala, kwamba Kajala yuko kwa Harmonize kwa ajili ya kupata vitu ambavyo Harmonize huaga anamuhonga. Kama hivyo alimuhonga range 2, lakini this time around tena amerudi baada ya kupewa defender na vitu vingine kama hivyo. Kwa mujibu wa Juma Lokole amedai kwamba ukiwa kama mwanaume wajibu wako ni kutoa, umeona, mwanamke ni kupokea. Kwa hivyo basi, hii issue imejionyesha wazi kabisa dhahiri shahiri kwamba Harmonize bwana anataka, yani Harmonize yeye amekuwa akimpa vitu Kajala kwa sababu ni mtu ambaye anampenda na anamlea, anatamani kumtunza kama yeye asije akapewa hivyo vitu na mwanaume mwingine. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho Harmonize ameamua kukifanya. Lakini pia ukiachana na hilo, jambo lingine ambalo tumeliona ni kwamba kwa mujibu wa Juma Lokole mwenyewe anadai kwamba hivi karibuni wakati wamerudiana waligombana katikati hapa. Maana unaambiwa kwamba walirudiana kama nilivyosema hapo awali kwamba walirudiana tokea kipindi kile cha mwezi wa Ramadhani, lakini hapo kati bwana wakagombana, na sababu ya kugombana ni kwamba Harmonize alitoa wimbo, tunakumbuka moja kati ya nyimbo ambazo zimetoka hivi karibuni ni remix ya wimbo wake wa Furaha ambao ni wimbo wa dini, na humo ndani akamtumia Nicole kama video vixen, jambo ambalo kumbe lilimkera Kajala kumuona kwamba Harmonize amemtumia ex wake ambaye ni Nicole. Inasemekana kwamba Harmonize na Nicole walishawahi kuwa na mahusiano huko awali kipindi Harmonize ana date na Sara Micheloti yule mzungu. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kilimkera Kajala, kwa hiyo wakagombana. Kwa hiyo Harmonize sasa ili kuomba msamaha ikabidi amzawadie ile defender. Kwa hiyo ile defender bwana amepewa Kajala kama ya msamaha, zawadi, baada ya kumsamehe kwenye upande wa hilo kosa ambalo alilofanya kumtumia Nicole kama video vixen wa wimbo wake wa Furaha remix ile ya kidini. Umeona? Kwa hiyo Juma Lokole ndo amekuja kuzungumza hayo. Kwa hiyo kwa vile alikuwa hajaisajili, akaenda kuisajili na plate number ndo akaiandika vile Kajala 3. Kwa hiyo yote ni kwa ajili tu ya Harmonize kulinda furaha yake ambayo anaipata kwa Kajala. So Juma Lokole ametoboa hizo siri zote. Ukiwa kama mdau bwana, hebu tuwekee maoni yako katika comment section. Nahisi kwamba Harmonize anatumika, kwamba Kajala yuko na konde kwa ajili ya vitu ambavyo huaga anapewa au la? Weka maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.